Ni kweli kabisa, jana FIFA waliconfirm kwamba wamepokea taarifa kutoka serikali ya Canada kwamba mchezaji Thomas Partey, kiungo kutoka timu ya taifa ya Ghana, amekosa visa ya kuingia nchini Canada, na hivyo atakosa mchezo kati ya Ghana na Panama ambao utapigwa tarehe 17 Toronto, Canada mwaka huu kwenye kombe la dunia. Lakini tukumbuke kuwa kwamba Ghana kambi yao iko Marekani, na katika michezo yao mitatu ya makundi, mchezo mmoja utapigwa Canada na michezo miwili itakuja kupigwa Marekani. Kwa hiyo Thomas Partey atakosa mchezo mmoja tu wa dhidi ya Panama ambao utapigwa katika nchi ya Canada, lakini mechi nyingine, kwa mfano kama mechi yao dhidi ya England ambayo itapigwa Marekani, atacheza kwa katika hizo mechi mbili. Lakini kombe hili la dunia limekuwa na mambo mengi sana ambayo yanahusiana na visa. Sheria za nchi zimekuwa zikitofautiana. Kwa mfano wao Iran hawana mahusiano mazuri na Marekani. Kwa hiyo kilichofanyika, Irani wao kambi yao ya timu iko Mexico, lakini mechi zao zitapigwa Marekani, na Iran wako kundi moja na New Zealand, kundi moja na Misri pamoja na Ubelgiji. Kwa hiyo walichoambiwa ni kwamba watakuwa wanatoka Mexico siku moja kabla ya mechi, watafika Marekani, watajiandaa na mechi, watacheza kesho yake. Baada ya mechi wanatakiwa kuondoka Marekani. Kwa hiyo wao Irani wamekubaliana na hilo na tayari wamepokelewa vizuri Mexico. Kwa wanaishi zao Mexico, na mechi za kundi lao zikianza watakuwa wanafanya hivyo. Lakini kuna issue pia ya yule referee raia wa Somalia ambaye alinyimwa visa ya kuingia Marekani, na miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa ni Marekani haina uhusiano mzuri na baadhi ya nchi ambazo zinahusishwa na masuala ya ugaidi, lakini pia vikundi vya uasi. Sasa issue nyingine kwa yule Omar Atan, referee bora Afrika, ilikuwa ni issue ya yeye kutumia diplomatic visa ya kidiplomasia, ingali yeye si mwanasiasa. Kwa hiyo inaonekana kuna mambo mengi sana nyuma ya pazia, sababu ambazo zimepelekea kunyimwa visa kwa Omar Atan. Lakini kwenye issue ya Thomas Partey, FIFA pamoja na mamlaka za uhamiaji za Canada hazijatoa sababu kwa nini Thomas Partey amezuiliwa visa yake ya kuingia Canada. Lakini mimi naamini pengine ni sababu ya kesi alizonazo Thomas Partey. Thomas kuanzia mwaka 2020 mpaka 21 anahusishwa na kesi 6. Katika kesi hizo 6, kesi 5 ni za ubakaji na kesi 1 ni ya unyanyasaji wa kingono kwa wanawake. Kwa hiyo kwa wenzetu mataifa yaloendelea, mataifa makubwa, issue kama hizo huwa ni issue sensitive sana, na naamini Canada watakuwa wamemnyima visa Thomas kwa sababu hiyo. Na ukifuatilia kuna wachezaji wengi ambao wamehusishwa na mambo ya unyanyasaji wa kingono au ubakaji kwa wanawake, na karia zao zilipata mtikisiko. Mchezaji kama Benjamin Mendy wa Manchester City alikuwa anahusishwa na kesi kama hizo, na nadhani sasa hivi atakuwa ana misimu mitatu hayupo kwenye game kabisa kwa sababu tu ya kesi kama hizo. Lakini utamkumbuka Mason Greenwood, mchezaji wa zamani wa Manchester United, alikutwa na kesi ya aina hiyo ya kumpiga mpenzi wake na kumnyanyasa. Ilimtoa kwenye reli kwa kweli, na mpaka sasa hivi alishaacha kuitwa timu ya taifa ya England. Manchester United wakamvunjia mkataba. Kwa hiyo
kuna mambo mengi sana ambayo huwa yanasababisha karia ya mchezaji kupata mtikisiko, hasa pale ambapo atamhusisha ataonekana amefanya unyanyasaji wa kingono au wa kijinsia kwa mwanamke. Kwa hiyo Thomas ndo hivyo amezuiliwa kwa hata kuwepo kwenye game yao dhidi ya Panama, lakini atakavyo game mbili zile za Marekani ikiwemo ya England atacheza, kwa sababu kambi yao ya Ghana iko Marekani na yeye mchezaji ameruhusiwa kuingia Marekani. Kwa hiyo hayo ni mambo tu ya kawaida, na pia kwenye hili kombe la dunia watu wanatakiwa kujifunza pia kwamba kila nchi ina utaratibu wake. Nchi huwa zinakuwa na mahusiano baina ya nchi na nchi. Kwa hiyo mimi na washangao ambao wanalaumu baadhi ya wachezaji kunyimwa visa, baadhi ya mataifa kugomewa labda kukaa Marekani, Canada, hivyo ni kutokana na kila watu wana sheria zao. Lazima tuheshimu sheria za nchi baina ya nchi. Hata kipindi ambapo tuko kwenye kombe la dunia la Qatar kulikuwa na sheria nyingi. Kwa mfano, hauruhusiwi kuingia na pombe katika ile nchi. Kulikuwa na restriction nyingi kuhusiana na mapenzi ya jinsia moja na nini, ambapo kwa nchi nyingine ni kawaida, lakini kwa Qatar haikuwa kawaida. Kwa hiyo kombe la dunia ni sehemu ya kujifunza kwamba namna gani nchi ina operate. Lazima tuheshimu mipaka ya nchi na sheria zao. Kwa kwangu mimi naona hatutaki kulaumu sana, lakini tuelewe tu nini ambacho kinaendelea.